Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha, niwachanganulie yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako mnyenyekevu Bwana Ezra. Kitu ambacho nawaomba tafadhali, endapo kama haujaweza kujiunga kwa ukumbi huu, tafadhali piga subscription. Vile sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu. Serikali ya Samia Suluhu Hassani, baada ya utawala wa Marekani ukiongozwa na Rais Donald Trump kuwekea vikwazo taifa la Tanzania, kwamba kuanzia tarehe 1 Januari mwaka 2026 raia wa Tanzania pamoja na viongozi hawataruhusiwa kuingia Marekani. Sasa serikali ya Samia Suluhu Hassani, ambayo wananchi wameweza kuikataa sana, wameweza kutoa tamko kuhusu hatua hiyo ya Marekani kuzuia raia wa Tanzania pamoja na viongozi wa Tanzania kutozuru na kutotembelea Marekani. Unajua, mimi ninashangaa. Hivi majuzi tuliona Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na kaimu balozi wa Marekani katika ikulu ya Tanzania. Haya ni maigizo. Nikaona Samia akiwa kwenye picha na naibu balozi wa Marekani, huku utawala wa Samia wakiongozwa na Bwana Msigwa wakisema kwamba wanaendelea na maongezi na Marekani na mambo yatakuwa mazuri ya ushirikiano. Sasa kitu cha kunishangaza ni kwamba leo tarehe 17 Disemba taarifa zinatolewa kwamba rais wa Marekani ameweka vikwazo kwa Tanzania. Hivi wacha niulize, hawa mabalozi wanafanya nini huko nchi za nje? Kwa hali hii si bora warudi tu na balozi zifungwe nchi zote mbili? Kwa nini? Kuna balozi wa Tanzania ambao wako Marekani na kuna balozi wa Marekani ambao wako Tanzania. Mbona wasizungumze kuona ni wapi ambapo baya limeweza kutokea lirekebishwe, mpaka hatua inafikia Trump anazuia viongozi wa Tanzania pamoja na raia kuanzia tarehe 1 Januari wasisafiri Marekani? Hii ni kumaanisha sioni kabisa kazi ya balozi. Sasa baada ya Marekani kuweza kupiga breki Tanzania na viongozi wake wasisafiri Marekani, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapenda kuwafahamisha umma kuwa serikali ya Marekani imetangaza kuiweka Tanzania katika kundi la nchi zilizowekewa vikwazo vya kuingia nchini Marekani, yani partial restrictions and entry limitation. Huyo mwenye ameweza kuzungumza ni Bwana Thabit Kombo kwa niaba ya Samia. Sasa tangazo la kuiweka Tanzania katika vikwazo hivyo limetangazwa na rais wa Marekani. Sasa hii ni taarifa ambayo ninakusomea, ambayo Bwana Thabit Kombo ameweza kuitoa, ndiposo uweze kusikia jinsi ambavyo serikali ya Bwana Samia wameweza kutoa tamko kuhusiana na vikwazo ambavyo vimewekewa Tanzania. Tangazo la kuiweka Tanzania katika vikwazo hivyo limetangazwa na rais wa Marekani Mheshimiwa Donald Trump kupitia kwa mitandao yake rasmi
ya kijamii mnamo Disemba 16 mwaka 2025. Taarifa hizi ukiingia kwenye kurasa za Bwana Thabit Kombo utazipata pale. Sasa akasema kwa mujibu wa tangazo hilo, uamuzi huo umetokana na baadhi ya Watanzania kutozingatia masharti ya visa za kuingia nchini Marekani na kupelekea zuio hilo kufuatia taarifa ya wakazi waliopitiliza muda iliyoonyesha kuwa kuna kiwango kikubwa cha raia wa Tanzania ambao wanakaa nchini Marekani kinyume cha sheria kwa zaidi ya muda ulioruhusiwa na visa zao. Sasa serikali ya Samia haitaki kujiwekea lawama eti kwamba yale mauaji ambayo walifanya Tanzania ya halaiki kubwa ya Watanzania zaidi ya 10,000 ndiyo yaliweza kusababisha mpaka Marekani imeweza kuwekea Tanzania vikwazo. Lakini sasa wanataka kusema eti kuna Watanzania ambao wameweza kusiniki, wamejificha, wameingia Marekani, au mtu anaingia Marekani kwa visa ya visit visa, yani visa ya kutembea kwenda kuona wenzao, kama ni ya miezi mitatu unakuta kwamba amekaa miaka 2. Sasa Tanzania nataka kusema kwamba Watanzania kama hao ndio wamesababisha mpaka Marekani imeweka vikwazo, lakini wao hawajakumbuka kwamba maneno ambayo walifanya Tanzania ya chinja kuangamiza wananchi, mpaka bunge la Seneti la Marekani likasema kwamba serikali hii inapaswa kuchukuliwa hatua. Hawataki kuiangazia hayo, hawataki kuiangazia hayo kabisa. Sasa akasema kwa mujibu wa taarifa hiyo, viwango hivyo vilitathminiwa kuwa vinazidi hali ya kawaida iliyokubalika chini ya sera ya uhamiaji za Marekani, na hivyo kupelekea Tanzania kujumuishwa katika kikundi ama katika kundi la zuio hivyo vya visa. Sasa serikali ikasema hivi: kufuatia hali hiyo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kujadiliana na serikali ya Marekani kupitia njia za kidiplomasia kati ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania na Wizara ya Nje ya Marekani ili kulitafutia ufumbuzi swala hilo. Nasikia. Aidha, serikali ya Tanzania inawasihi Watanzania wote wanaosafiri kwenda nchini Marekani kufuata kikamilifu masharti ya visa hizo na kuepuka kuongeza muda wa kukaa kinyume cha sheria. Sasa unaona, serikali ya Samia inasema kwamba wanatafutia swala hilo ufumbuzi. Wanatafutia swala hilo la Tanzania kuwekewa vikwazo vya kutosafiri kuelekea Marekani, kitu ambacho kinaitwa dawa tosha. Lakini wameshindwa kutafutia dawa mauaji ambayo yanafanywa na serikali. Mimi siwezi nikakubaliana na maelezo ambayo yameweza kutolewa na serikali kwamba wananchi ambao walikuwa wanasiniki kuelekea Marekani ndio walifanya mpaka visa, mpaka vikwazo vikawekewa Tanzania, bali manyanyaso, ukandamizaji pamoja na udikteta na mauaji ambayo yanaendelezwa na serikali ambayo ni haramu ya Samia Suluhu Hassani ndio iliweza kufanya mpaka mambo haya kuweza kutokea. Alafu sasa Thabit Kombo anasema kwamba serikali inafuatilia ufumbuzi, inatafutia ufumbuzi zuio la kuingia Marekani. Sasa ninashangaa tena, juzi Samia Suluhu Hassan aliweza kuuliza Marekani, who are you? Marekani imeweza kumjibu kwa kumwekea vikwazo na serikali yake kutosafiri Marekani. Alafu sasa Samia wanajaribu kupembeleza na kulilia Marekani kutoa hivyo vikwazo. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Kiburi cha Samia ndicho kimeweza kusababisha mpaka mambo haya kutokea. Alafu baada ya mambo haya kutokea wanajaribu kulia, kupembeleza Marekani kutoa hivyo vikwazo. Wazo lako ni lipi? Eti wanaenda kujadili na Wizara ya Mambo ya Nchi ya Marekani, Wizara ya Mambo ya Nchi ya Marekani kufuatia kwa kidiplomasia
ili kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa hivyo vikwazo. Kama Trump amekwisha weka sahihi, itakuwa ni vigumu sana kufuta sahihi yake. Kwa hivyo Samia, hili liwe funzo kwako. Wacha kuwalaumu wa Tanzania. Makosa yote ya kuwekewa vikwazo vya kusafiri yametokana na wewe kuwaua wa Tanzania na kuwakandamiza wa Tanzania. Tupatane kwa kanda ijayo.